Mtakatifu Baba wa rehema, tunakushukuru Baba kwa kuwa wewe ni mwema. Tazama Baba, tunapoanza kongamano hili uwe pamoja nasi. Tunakuhitaji Baba kwa ajili ya hao watumishi wako uliotupa, wapate kutufundisha, tupate kuelewa. Asante Baba yangu na Mungu wangu. Amen. Jambo ambalo lipo kwenye ulimwengu wa roho. Yesu alipoletwa, kuna kipindi aliambia mimi sitarudi kama kanisa alijakaa kwenye msingi wa neno. Na akaniambia nahitaji utembee kama mimi nilivyokuita, usitembee kama wengine. Maana mbinguni kila mtumishi anaingia na mafundisho yake na maombi yake na watu wake. Sasa inategemea walikuwa wanafundisha nini. Kwa hiyo penda kuweka neno langu ndani yako na upende kufundisha watu wangu neno langu, usifundishe maneno yako. Na akaniambia Roho Mtakatifu anapokuja hataleta ya kwake, ataleta ya kwangu. Maana kanisa la kwangu sio la kwako. Kwa hiyo wewe ni wa Yesu, jipigie makofi. Kwa hiyo wewe jana uliookoka, jipongeze na usijikatae. Amen. Sasa leo siku ya pili. Nilikwambia jana, leta udongo. Leta udongo, maana leta ardhi yako, eneo lako. Kwa sababu kuna watu wamefunga hatua zako kupitia ardhi yako. Mtu anachota nyayo, anaisemea, anapunguza idadi au namba au safari yako kiroho, anakupunguzia spidi kiroho. Sema kiroho. Leo kuna uchungu unayo kwenye moyo wako, lakini kuna mtu fulani ameisemea ardhi. Alipoisemea ardhi, na ardhi karekodi. Na ndio maana ni vizuri ujue namna ya kusemea ardhi, kuongea na ardhi. Maana huwa ardhi inasikia neno la Kristo ambayo Yesu ameweka ndani yako. Na ndio maana ni vizuri uwe na neno la Kristo ndani. Usiweke watu kwenye moyo, utazeeka mapema. Amen. Nimesemaje? Sema nisiweke watu kwenye moyo, nisizeeke mapema. Jamani wa mama, ongeni msikwasikie bwana. Toeni sauti basi. Semeni tusiweke watu kwenye moyo, tusije tukazeeka mapema. Kama unabeba watu kwenye moyo, lazima nyota yako iwe na giza. Amen. Kinachofanya nyota yako isionekane, isiwe na mvuto, kuna watu walikuumiza ukaweka moyoni. Maana ulipozaliwa, ulizaliwa na kitu kinaitwa nyota au kipaji. Unapobeba watu kwenye moyo, unazima ile nyota ndani yako.
Na ndio maana unakuta dada ni mrembo mzuri, ana kiviringo, inaongea kama malaika, lakini hauelewi. Ulimwengu wa roho ndio inaamua wewe vile utakavyokuwa. Andika, ulimwengu wa roho ndio itaamua mimi niweke, sio ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho ndio itaamua wewe ufike kesho au usifike. Ulimwengu wa roho ndio itaamua uolewe na udumu na huyo mwanaume au usidumu. Ulimwengu wa nini? Roho. Na kuwa ulimwengu wa roho ni kuwa mtu wa kupenda kufundishwa neno na kuwa karibu na madhabahu ambao ni baba yako wa kiroho. Baba yako wa kiroho ni yule aliyekuonyesha nguvu, ukafunguliwa, ukaponywa ugonjwa uliokuwa ndani yako. Na ndio maana kama utajua umuhimu wa baba yako wa kiroho aliyekuwekea mkono, pepo ikakutoka ukadharau, maana yake ni mwanzo wa Mungu kukutokufahamu. Heshimu sana baba wa kiroho anapochukua muda kukufungua, kuiponya maisha yako bila kutoa senti. Mahali ulipoponywa ukafunguliwa, ni hapo ndipo natakiwa ukae na utulie na ujisimamie kwa kuombea yule mtu aliyekufungua. Amen. Amen. Maana baada ya kufunguliwa kuna mafanikio yako uwaga, na mafanikio kuja kwako haiji kwa sababu unaenda kwa kila mtumishi. Mafanikio yanakuja kwako kwa sababu umepata mahali pa kuabudu na ukatulia. Mahali pa kuabudu ni mahali malaika wako wa mafanikio huwa anakaa. Nimesemaje? Sasa mahali pa kuabudu ni mahali ambao Mungu amefanya agano. Sasa Mungu hakai kila mahali, kuna mahali anachagua kukaa. Mungu anaenda kutembelea kila mahali, lakini sio kila mahali anakaa. Nimesemaje? Na usitamani Mungu akutembelee, tamani Mungu akae na wewe. Mungu anakaa wapi? Sehemu ya kwanza Mungu anakaa ni kwenye roho yako, na anatembea kupitia nafsi yako na ufahamu wako. Maana gani? Kama nafsi yako haiko huru, Mungu hawezi kutembea na wewe, maana wewe ni mfungwa. Ni rahisi kuokoka, ni rahisi kunena kwa lugha, ni rahisi kupewa huduma, lakini nafsi iko salama, nafsi iko huru, nafsi imefunguliwa. Maana huwezi ukawa mtu wa kumwabudu Mungu na ukatambua umuhimu wa madhabahu wa mahali ambao kimekufungua kama nafsi haipo. Kuna watu wanatembea na nafsi yao, na ninaamuru kwa mamlaka nilionayo, mikono yao ivunjike leo, mikono yao ivunjike leo, mikono yao ivunjike leo. Kuna watu wanatembea na jina lako, kuna watu wanatembea na nafsi yako, na wameweka mfukoni na wanakusemea, na ndio maana wameisemea nafsi yako kwamba hapo ulipo uishie hapo. Sema nakataa kuishia hapo nilipo. Sema nakataa. Jifunze na wewe kujisemea.
Mwanzo wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Jifunza kwanza kujitamkia kwamba neno walilolisema juu yangu halitakuwa wala haitasimama. Jifunze. Sasa utajifunza saa ngapi? Huna Biblia, huna daftari, utasema baadaye yule ni mtume wa uongo. Mtume wa uongo sababu wewe ni mjinga, hauna neno. Mungu hatumaki maombi ili akuponye, anatuma neno. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Tunaelewana? Kwa hiyo ninaposema leta ardhi, ardhi ni mtu. Ardhi na uwezo wa kusikia, ardhi inaweza kushika mtu. Nimesemaje? Wangapi wameleta udongo? Moja mbili. Leteni udongo. Ujaleta udongo, basi itakuwa mchawi uko ndani yako. Kwani leta udongo nikuonyeshe. Kuna mtu leo, mtu amechukua udongo akaisemea, akaiandika alichoandika. Hawa watu wagombana, wafarakana. Ndio maana mnafarakana, ndio maana mnachukiana. Watu wasemane na wachukiana. Mtu anaandika ile hati, sema inafuta kwa damu ya Yesu kilichoandikwa kwenye ardhi yangu, wakati wa usiku, wakati wa mchana, wakiwa wametoa sadaka, ninapiga hiyo sadaka sawa. Hata ujui kufanya kama mimi, ujui. Yaani unakuwa mateka mbaya. Unakuwa mateka. Biblia inasema muombewe. Anasema kila ombaye anapewa. Sio kila anaombewa. Kila ombaye. Wamama wewe. Wamama wewe. Leo unaomba. Mmevaa malapa au viatu? Usivae dala. Dala ni ambafuni. Vizuri, sema vizuri. Nawe na perfume vizuri. Na usinunenune kila saa. Kama tofali ambayo umechapiwa, haijachapiwa. Tabasamu. Hata kama kuna mtu ameshindikana pale kwa nyumba yako, nisikondole raha yako. Wakaile pesa kwa usu. Mwambie kwa nje leo udogo. Fungua kile kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu 20 na 6. Mstari wa kwanza hadi ule wa 9. Samadi wa 6. Neno. Kuna mtu amechota na wachawi leo wamejaa makanisani. Wanakamata wachungaji, lakini mitume na manabii haiwezekani. Sema tutakumuta. Na ndio maana ukiwa mchungaji, beba neema ya kitume na ukapige. Sema nikapige. Maana mchungaji ni huduma, sio kudharau. Wapigia makofi. Kuna mitume akiinuka wanapiga wachungaji. Usipige mchungaji. Mchungaji ni huduma. Mwinue kama ni mtume. Maana kidole ni apostol, hii ni nabii. Hizi huduma inajenga mwili wa Kristo. Na ukiona mtume anampiga mchungaji, huyo ni mchafu, hajaitwa na Mungu. Wewe ni prasa, kifungua mimba, unapopaji. Hebu mpigia hapo, sema kwa. Amen, amen. Na mchungaji kama uko hapa, haki ya nani utainuka tu.
Koko kijana yuko wapi wa kwanza? Mefariki. Kuna watu wanaenda pale kwenye kaburi. Wanaenda kwenye ile kaburi, kijana wako amewekwa. Kuna watu wanaenda kwenye ile kaburi. Kuna kitu unaiona kwenye familia yako. Sawa? Itafute sadaka uweke hapa ya kondoo. Maana familia unalia kwa ajili ya familia yako sana. Umesikia? Itafute kondoo, leta hapa. Weka madhabahuni hapa. Familia yako itabebwa na Mungu peke yake. Kwa sababu tumbo lako inakata, unalia kuhusu watoto tu. Kuna watu usiku wanazunguka kwenye ardhi, kwenye nyumba yako. Una mashabiki wangapi? Obama. Okotanga. Okotanga. Iko moja hapa. Mlete wa semina. Sawa. Kavute kondoo. Mwambie Bwana, hawa ndio uzao wangu. Nipigie makofi, nimetoa maelekezo. Isome kitabu cha Ayubu sura ya 26 kuanzia mstari wa kwanza. Ndipo Ayubu akajibu na kusema, jinsi nilivyomsaidia huyu asiye na uwezo. Ndio. Jinsi alivyookoa mkono usio na nguvu. Ndio. Jinsi alivyomshauri huyu asiye na hekima. Na kutangaza ujuzi wa kweli kwa wingi. Ndio. Je, umetaka maneno kwa nani? Ndio. Kisha ni roho ya nani iliyotoka kwako? Nasema Ayubu ngapi? Ayubu 26. Ayubu 26 mstari wa kwanza. Sawa, twende. Ayubu 29. Samahani kama unaelewa. Ayubu 29 mstari wa 3 hadi wa 6. Rudia baba. Ayubu 29 kuanzia mstari wa 3. Ndio. Hapo taa yake ilipomulika juu yangu. Hapo taa yake. Sema taa yake. Andika taa. Andika taa. Tisiro ola. Amen. Tisiro nyo. Ola. Sema ola. Sema da. Da. Unakuja kufanya nini Arusha? Kama hujui kusema ola. Sema ola. Ola. Hapo taa yake ilipomulika juu yangu kichwani. Hapo taa yake ilipomulika kichwani, nami nilitembea gizani kwa njia ya mwanga wake. Kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa. Ndio. Hapo asili ya Mungu ilipokuwa ndani mwangu. Wakati Mwenyezi alipokuwa angali pamoja nami. Ndio. Na watoto wangu walikuwa wakinizunguka. Wakati hatua zangu zilipokuwa zikinyooshwa kwa siagi. Andika hatua zangu kuoshwa. Andika kuoshwa hatua zangu. Kuoshwa hatua zangu. Kuoshwa hatua ndio mtu anakamataka rohoni. Hatua na anakamataka, anachota mahali umekanyaga. Nimeelewaje baba? Anachota mahali alafu akishachota anaisemea kwenye kununua.
ndani yako. Unakaa kwenye sehemu moja. Sema nafuta hiyo roho. Fanya kazi. Sema nafuta hiyo roho. Kutaka kuombewa ivutike ndani yako. Umesikia? Iwe nini utasimamia mwenyewe jamani? Mimi nataka watu kujisimamia. Ni ndio mama waliolala. Wapambane. Huyu alisemaje wanawake ni nini? Jeshi kubwa. Wanajeshi mlegevu. Sema nitasimama kwa miguu yangu mwenyewe. Na usiasi madhabahu. Umesikia? Usiasi nini? Ukitaka kushinda vita, uwe mwaminifu kwenye nyumba ya Mungu. Maana unaweza kuwa mtoaji lakini sio mwaminifu. Na Mungu anakupa maksi kwa sababu wewe ni mwaminifu, sio mtoaji. Nimesemaje? Sasa hatua za mtu ndio inaamua kukutana na mlango au na njia. Kumbe nikitaka mlango, njia, niombee hatua zangu. Ngoja nikwambie, ule mlango simefunguliwa. 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 Haya. Miguu imefungwa. Naendaje? Sema aliyenichota hatua zangu. Mwezi huu lazima atafutika mikono. Mwezi huu msiba itampata ghafla. Kama Goliathi alivyopigwa, na huyo ndiye anaenda kupigwa. Mume wako amegandishiwa kwenye pombe, ya akishika hela kwenye banana. Sema kwenye banana. Ya hajui kutunza familia. Hatua za mtu zikichukuliwa zinasemewaka. Ndio maana nimekuambia ilete hatua, leta mama kanyaga. Hata kama una kanisa lako ni mchungaji, chota, leta. Tuna ile namba ambayo Mungu alikupa na ule utumishi wako. Kuna namba Mungu alikupa za watu. Sema namba. Sema namba. Sema namba. Elia alipewa namba 7,000. Wengine watu wamevunja agano wakamwacha Bwana. Elia akajiombea. Karabasa karama pasheteria porondoloshia payakandarapa. Akaomba kalala hapo chini. Malaika wa ujumbe akaja. Sema malaika wa ujumbe. Akamuuliza, hivi jamaa, mbona umekaba? Akasema mimi naona wivu kwa ajili ya Bwana. Kwa nini naona wivu? Anasema wale watu ambao wamemfuata Mungu mara ya kwanza wamefucha patano. Halafu huko walikoenda wanataka kuniua na mimi waniondoe roho yangu. Jamani, kila neno linalotamkwa juu ya huduma Mungu aliweka ndani yako. Leo nasimama kama mtume wa Bwana kwa mamlaka ya mbinguni, kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Ninafuta hilo neno, na neno hilo lisema haitakuwa wala haitasimama. Maana wakina Sauli, wakina Herode wapo. Sasa chota, wakafunga hatua za wateja. Unakuta ulikuwa una mgahawa hata wateja ameondoka. Unabaki na moja mwishoni, namna nafunga hata hii biashara. Mtu amekuja amechota usiku, akamwambia chota ya kwanza, ya pili, watatu, wateja wameenda mahali pengine. Sema nirudishiwe. Sema nirudishiwe. Mwingine amekuja amechota hatua za mume wako. Wanama ameniacha. Kaondoka. Unasema nalea tu watoto. Chota ardhi. Mwambie baba aliyesemea hatua za mume wangu akarusha kule kwa damu ya Yesu. Nafuta manuizo, nafuta
kwenye chungu, kwenye kabati, kwenye wallet, kwenye pochi, korongoni, njia panda, kwenye baa, kwenye gesi. Marudisha, marudisha, hatua, 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 hatua. Unashangaa miguu inavimba kama makili, miguu inauma kila siku, huwezi kuomba, umefungwa hatua, uolewi, umependwa mwaka nzima, uko na kijana hajulikani kwa mama yako wala kwa baba, na mchumba wangu hata niwanga, kesho umeshiba. Aliyekupa kitabu iko wapi? Sijui hata. Ajifungua na lea mtoto wangu. Ndio fisheni yako hiyo. Hiyo sio ndoto yako mama. Ndoto yako ni ukaa na mume. Mtoto yupo, haipo mtoto, ukae na mume. Mimi na bangu. Nakaa na mtangu. Wewe utakuwa unajipia wewe. Fufuka leo, pambania haki zako. Mtumishi mama niombe. Anaolewa mimi? Anaolewa mimi? Nini? Nitakufungua kama walikufunga usiombe. Lakini kuombea nyumba yako ni wewe mwenyewe. Mbona nitamshangilia? Amshangilie kwa sababu sema umezoea kuombewa. Umezoea kuombewa. Ndio hiyo sasa amekuja ambao haombei anakumbia. Mimi baba sasa. Mimi situmiki karama, natumikia huduma. Maana karama na huduma ni vitu viwili tofauti. Karama ni ya vijana. Mimi na huduma ofisi. Niko kwenye ofisi. Najenga mwili wa Kristo mimi. Sijengi mwili wangu. Maana karama inaweza kujenga mwili wako. Lakini huduma haijengi mwili wako, inajenga mwili wa Kristo. Karama inaenda kufanya kama kitabu. Ukaa na maisha mazuri, ukaa na hela. Amen. Amen. Ukaa na manyumba mazuri, magorofa. Ukatembelea mpaka na ndege. Lakini huduma na mwenye karama lazima apambane na mwenye huduma. Nimesemaje? Na uwezi kupambana na mtu mwenye huduma. Maana mwenye huduma ana agano. Mwenye karama lazima alindwe na maombi ya mchungaji. Unashindana mtu mwenye ofisi. Mimi ni baba sasa. Kwa mzo kijana. Mzo kijana mimi. Mimi ni baba kiroho na kimwili. Amen. Ni baba. Haleluya. Haleluya. Mwenye huduma ana afya ya kutosha kiroho na kimwili. Amina. Ana kitu kinaitwa upendo kama Apostle Baraka. Au sio muoga? Sio muoga. Lakini mwenye karama ni muoga, lakini mwenye ofisi sio muoga. Maana anajenga mwili wa nini? Wa Kristo. Tuombe. Ile mchungaji afutike, haondoke. Sema siondoki. Nitakutapisha majeraha ulioumiza safari hii. Maana kuna wengine wana majeraha mpaka wamekonda, hata chakula ishuki. Kila siku nasimamiwa pilau. Siwende tu kwenu, niende kwa mtalii siendi. Kapo. Naenda kwetu kwa sababu hawanipendi. Uliolewa na wangapi? Sa kijana yangu. Leta udongo, nikusaidia hiyo vita kwenye ardhi. Leta udongo niweke neno la Bwana. Leta udongo niweke neno nini? Kama kuna namba ya watu, sema moja. Unashangaa watoto hawaji nyumbani, watu wamesambaratishwa. Hatua
hatua za watoto zimechutwa zikapulizwa. Mwanaume yuko pale pale kwenye karata, yeye akija na mfuko, ni wewe uze mbamia karoti, mtoto asome. Mungu ameniacha. Funguka, uwe na ufahamu, pambania haki zako. Muulize mzako, una jeraha? Ukiwa na uchungu moyoni, lazima nyota yako inakuwa giza. Ukiwa na uchungu moyoni ya mtu aliyekuumiza, maombi yako haisikiki. Omba neema ya kuachilia. Omba neema ya kuachilia. Maana kwa sababu kuna kitu kinatokea mwakani kwenye maisha yako. Omba neema ya kuachilia. Sema riboshekerema handi hoho hienderema handirisi. Anenaye kwa lugha asemi na watu, anasema na Mungu mambo ya siri. Fundisha roho yako kuomba. Ambia roho yako omba. Usikate tamaa roho yangu. Roho yangu amka. Mwabudu Mungu roho yangu. Enda ibadani roho yangu. Mpende Mungu roho yangu. Ambia roho yako mpende Yesu. Muulize mwenzako, wewe unashikilia watu wangapi? Hata mpende. Mimi sitamsamehe. Usipomsamehe mtu amekukosea, Mungu inafunga habari zako. Ayubu akasema, hatua zangu zilipokuwa zikioshwa. Umeandika hatua zangu zikioshwa? Kwa nini hatua zako zinaoshwa? Kuna roho zimenajisi hatua zako. Ndio maana ni mzito kuomba, ni mzito kuamka saa 8, ni mzito kukesha, ni mzito kufunga na kuomba, ni mzito kuabudu, ni mzito. Sema, naondoa uzito kwenye hatua zangu. Naondoa uzito ya kutokuomba, ya kutolena kwa lugha, ya kutokesha, kutopenda kukesha, kutopenda kufunga na kuomba. Ninaondoa uzito wa maneno, uzito wa kichawi, manuizo yoyote yaliyonuizwa kwa siri. Kwa damu ya Yesu ninafuta rohoni. Ambia atakusema eti hawatasielewi. Ninyi sasa mkiambiwa, Yesu alisema hivi, kila ombaye, kama unazaa watoto, jifunza kuomba. Kama tu unazaa tu watoto lakini huna maombi, mama, kuna vitu vingine ndugu, ni maombi ya kwako. Kuna mambo mengine Mungu achili bila wewe kuomba mwenyewe. Luka 17:21. Soma hapo. Niangalie saa, niangalieni saa. Bwana kwa mwaminifu kwenye saa. Sasa nikae na wake za watu ibadani mimi mpaka saa 1. Saki. Mimi ni apostoli na akili. Ndio nimeongea na wale jamaa wetu. Sio wale jamaa wetu. Sio wale jamaa wetu. Na mmemtrena kweli husband yangu husband wangu atabaki na mlibendi sijani ngoja na husband yako bwana. Si ajabu tumeinaenda kwa jirani kidogo nikaombe tu kumbe ndo kuja huku. Usiogope, nitakupa nguvu ya Mungu leo. Utaenda na hiyo nguvu ya Mungu leo. Nisome Luka 17:21. Wala watasema tazama upo huku au uko kule. Luka 17:21. Kuna sehemu nasema haiwezekani isipokuwa kwa kufunga. Hebu nisome. Nimekuja ghafla nikupe.
Andaa mwaka wako kwa kuomba, sio kwa kuombewa. Nimesema andaa mwaka wako. Kesha, njoo kwenye kukesha. Sio ukeshe tarehe 31. Hata kesho na kesha. Hata kesho kuna na kesha. Unatoka sebuleni rakamana rambababa rambababa rambashakar. Unakesha hapo sebuleni. Unaombea kesho yako, kesho watoto wako, kesho wazaliwa wa kwanza. Unaombea kila ombea na pewa. Mabalo mfano Mathayo 17:21. Akasema lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Lakini namna hii haitoki ila neno kusali, kuomba. Kuna maombi ukiomba mbingu inafunguka kwa ajili yako. Nimesemaje? Na maombi ya kuomba mbingu inafunguka ni maombi ya rehema, ni maombi ya toba, ni maombi ya kumlingana Mungu, ni maombi ya kupiga na kumwendea Yesu kama Baba. Baba, nimekuja kwako Baba. Ndio maana Yesu akasema mnapoomba semeni Baba yetu uliye mbinguni. Kandaraba shandaraba. Baba yetu uliye mbinguni, napiga magoti mbele zako, ninaomba toba na rehema. Damu ya Yesu Kristo inenayo mema kuliko ile ya pili, ikaniondolea kiambaza cha ukuta, kiambaza cha uovu katika ulimwengu wa roho yaliyonenwa kwenye ardhi hii. Ninafuta na damu ya mwana kondoo, ninafuta kwenye shamba, ninafuta hapo nje, ninafuta kwenye anga, ninafuta na damu ya Yesu. Isaya 7:7. Neno semeni neno halitakuwa wala itasimama, lakini la kwangu litakuwa na itasimama. Nasimamisha mapenzi ya Mungu kwenye ardhi hii, nasimamisha kusudi la Bwana kwenye ardhi hii, nasimamisha mume wangu kwenye hii ndoa, nasimamisha mzaliwa wa kwanza kwenye hii ploti, nasimamisha watoto wangu kwenye utumishi, nasimamisha kwa maana imeandikwa Isaya 7:7. Neno hili Bwana asema, neno hilo lilolisema halitakuwa wala itasimama, lakini leo la kwangu litakuwa na itasimama. Nasimamisha mume wangu, nasimamisha mume wangu kazini, namuweka mume wangu kazini, najiweka kwenye nafasi Mungu alinitia, najiweka na ninakaa hapo, natembea kwenye kusudi la Bwana, maana Bwana amesema nitakusudia jambo nalo tafanikiwa. Ninakata rapando rapo shokoraba indalaba kanda. Yaani wewe unasubiri nikuwekee mkono. Sema lazima niombe. Elimu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio imara. Amen. Kisima. Amen. Ya maombi wewe ndani yako. Amen. Anakafuna kwa utisho. Amen. Wachawi wakoni wanateseka. Nimekuja nikondolee kitu kimekaa kwenye ardhi. Nitashika ardhi yako, nitasema katarababata cheterepopapala. Mapa yaliyosema kwenye yaimora, kwenye itofali, kwenye igati rapapalo shanda. Naondoa uharibifu, naondoa magonjwa yaliyonenewa kwenye ardhi. Wakiwa na sadaka, wakiwa na sadaka ya maziwa, wakiwa na sadaka ya pombe, wakiwa na ngisugi, wakiwa na tumbako, wakiwa na pombe, wakiwa na banana, sadaka yoyote
na aliyopiga muhuri yale kagoja sehemu ya Moroko. Chindwa. Mungu mmatani mtu bwana. Hebu cheka kidogo basi mbona umekasirika? Cheka hata kunanua hapo bwana. Cheka hata majuma huko nje. sema Lakini ameambiwa nenda kaangalie nani anahubiri. Nenda kufika mwambie aitwa Apostle, ona funguka nguvu inayotembea. Mnajua Haikuambia nenda naendelea na mabeje. Ona fungua nguvu inao nini? Tukutane kwenye ulimwengu wa roho. Maandiko yanasema mimi rungu langu, mimi rungu la Bwana. Sasa Bwana. Mwenyezi Mungu. Unapiga tu bandama. Paulo anasema tunapiga Mungu. Kila tupige hebu. Lazima tutafute. Natafuta mtu anayekuzuia. Natafuta mtu ambaye anazuia huduma yako. Natafuta. Unasema Mwenyezi Mungu. Toka chini. Tuombe mitume uongo washinde kwenye sokonwani. Kwenye mkono washinde. Nilikuja tupige kile unachopiga. Sema tupige kile unachopiga. Tupige. Na wewe sema kile anachopiga baba yetu. Wewe sema hivi. Kile anachopiga Apostle Baraka. Tunaipiga hicho. Cheki ngumi. Unafaa na suti na kaptula. Shakababa. Mpeya. Shakababa. Mpeya. Unawaka kutula usurani. Unamkuhutu. Alafu unapata hasira uko ndani. Kasirikia maisha sio yako. Unaishi kwenye maisha sio yako. Hata chen huna. Murazia pili huna. Saluni na baba kwenda. Jamani, kasirika wanawake, kasirika wamama, kasirika mwanamke. Kama mwaka huu wanakufelisha 2026, lazima uende kwenye utukufu mpya. Sasa ulimwengu wa roho ndio itaamua mwaka kesho utakuwaje. Sema ulimwengu wa roho. Sasa ana kuingia, kamata babu yako, kamata misimu yake, kamata kuzuia, kamata kusanya. Maandiko yanasema kupigana sisi kwetu si katika mwili na damu. Na Korintho wa pili 10 anasema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha zetu ni za roho. Sema roho. Kama una jeraha moyoni, usifanye vita vya kiroho. Andika. Kama una jeraha moyoni,
ya watu waliokuumiza, hasa wakuu, usifanye vita vya rohoni. Tegemea madhabahu ya baba yako. Baba, naomba unibebe Baba. Na unakuja na sadaka, unamwambia Baba, hii vita yangu naomba ubebe, hii vita yangu ibebe wewe vitu. Unajera, umeumizwa na mume, umeumizwa na wale wapendwa, ama ukiona tu umetoa sadaka. Kielele siku hizi ananifanya ni mtu wake, ananifanya huku umeumizwa moyo na siende na ibadani. Njoo ibadani. Usikubali waibe nyota yako. Sema na wavunja mikono yako. Ubarikiwe. Amen. Sema amina. Na ndio maana kuna kutambua, shitaki vita kwenye madhabahu ya baba yako. Amen. Ukiona vita, kuna vita vingine uwezi, hata kama una Yesu. Peleka pale. Naumizwa. Kuna maoni mahali tena. Wewe na mgonjwa. Sikiliza. Ukiona watu wanafuuliza kukuumiza, wewe ni mkubwa kuliko wao. Unaelewa? Ukiona vita yako ni kubwa, hawana ulicho nacho, hawana nyota ulionayo, na kitu kinapigwa ni nyota. Sema nyota. Sema nyota. Ukiona wanakuandama na vita, ujue wewe una nyota kubwa inayowaka kuliko wao. Uwe ni mchungaji, ukiona vita imeinuka, usiache huduma. Uchungaji wako inabeba nyota ya kifalme. Pokea kama ni wewe. Kuna mtu hapa, sema huyu mtu anaenda kucheka kwenye kongamano hili. Utacheka kicheko ambao mama yako na baba yako hawajawahi kucheka. Bwana Yesu asifiwe. Sema nyota. Sema nyota. Lazima iwake. Muulize, unayo? Mwangalie mwenzako uso. Unayo? Au unasema Mungu ameniacha? Mungu hajakuacha. Leta udongo. Sema udongo. Na uambatanishe na sadaka. Na nini? Alafu nitaisemea mimi. Alafu utachukua ile udongo utarudisha. Hata kama ni kanisani kwako. Nilikuwa naomba kuhusu mkono, nikamwambia huyu apostle, nilikushirikisha, kuna kitu nakiona kwenye anga la mkono. Sasa wale wachungaji walio kwenye anga ambao hawapo kinyume na mtume hapa, nawaambia hivi, wataenda kushinda, kwa sababu sikiliza, mchungaji ni huduma kutoka mbinguni, sio kutoka kwa askofu, kutoka mbinguni. Semeni hadi mbinguni. Yesu alipopaa alipeka. Amesemaje? Sema alipopaa. Alipeka. Vipawa. Neno vipawa ni huduma. Ngapi hiyo? Ukasema mtume, nabii, mwalimu, mchungaji, mwinjilisti. Alisema mtume
shika. Nabii, mwalimu, mchungaji, mwinjilisti, beba. Hiyo ni ofisi na itakiwa pigane. Ukiona napigana ni majinga, hawana ufahamu. Hawana ufahamu kuhusu yeye aliyewaita. Huwezi kupigana huduma yako na huduma ya mwenzako kama unamfahamu yeye aliyekuita. Na ndio maana ukishajua Mungu amekuita, ingia agano. Funga ndoa na Yesu. Pata maombi ya siku 7 usiku na mchana. Mshikilie sadaka. Sema sadaka. Habari. Salama. Kuna kitu naiona ule kwa nyumba yako. Naona kelele imejaa. Maneno imejaa. Sasa wewe endelea kuja hapa. Mungu atakutoa kwenye hali ulionayo. Maana kuona kwenye ulimwengu wa roho umechoka na hali fulani ya maisha. Umechoka. Wewe endelea kuja. Mechomwero ulio kwenye anga za nyumba yako. Sema sadaka. Sema sadaka. Naomba tumalize kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tumalizie na Kumbukumbu la Torati 32:17. Mstari wa 17. Ndio. Walitoa sadaka kwa pepo, si kwa Mungu. Rudia tena. Walitoa sadaka kwa pepo, si kwa Mungu. Walitoa, sema walitoa. Hata unaambiwa kutoa sadaka unasema wanataka hela. Walitoa kwa nani? Kwa pepo. Walitoa sadaka kwa pepo. Kwa mapepo. Kwa Mungu. Ndio maana leo ukiona pepo inakufuatilia, hakufuatilii bure. Ni sadaka imepewa. Ndio watumishi tunafanya sijui bure sisi tu. Lakini ukiona jini leo limevaa mwanamke, hilo jini limetolewa sadaka, imepewa sadaka. Mungu hajaumba binadamu awe na mapepo. Umesikia? Umesikia? Mungu hajaumba binadamu awe na mapepo. Ukiona leo una roho ya mafarakano, una jini la kutolewa na wewe ni mzuri, hilo jini limetolewa laki mpaka milioni. Umeolewa maachika, kuna sadaka imetolewa. Ilipotolewa lile pepo la kuachana likakuvaa. Ndio maana haikuruhusu kuishi na maisha uliochagua. Walitoa sadaka kwa pepo. Anasema sio Mungu. Mbona ile dada mmoja kuna huduma? Kimbiza mwambie vipi nikuazika. Haleluya. Mtu amechota, anaangalia una watoto wangapi, anachota mara. Kama una watoto okuni, sema okuni, anachota 1, 2, 3, anaenda na 50,000 kwa mganga. Anamwambia nataka hata asisaidiwe na watoto wake, nataka wasielewane, nataka wapigane. Yani hivyo kila familia ina roho fulani imeingia, lakini sio Mungu aliweka, ni mtu. Mathayo 10:36 Yesu alisema adui ya mtu ni nyumbani. Sema wa nyumbani. Sema wa nyumbani. Wa nyumbani. Sasa wewe unakuja na udongo, unakuja na ardhi yako, huku umeweka sadaka yako,
anatoa 50,000, anatoa na mwili wako ni chache, mwili nzima. Leo unachale kwenye mwili, unachale. Leo chale ni nani? Ya mganga. Dada moja alikuwa na roho ya kuzaliwa kwenye ndoa. Akaenda kwa mganga. Alipoenda kwa mganga, akamwambia nataka nitembee na wewe ndio hiyo shida iishi. Akampa mganga 1,150,000. Mganga akafanya ujinga wake. Yule dada mpaka leo anateseka. Angalia, amefanya agano na waganga wa kienyeji. Alafu leo wewe vita yako unapigwa bure. Hii wiki kama unataka kushinda, tuliandaa kongamano kwa sababu kuna mtu amelia muda mrefu, ni saa yako ya kushinda. Sema amina. Shida miungu imekushikilia, mizimu. Ndio maana wewe ukipewa maelekezo utekelezi, kwa sababu kuna mtu alishatoa sadaka. Alipotoa sadaka akaweka, akashika moyo wako. Sema akashika moyo. Anasema walitoa sadaka kwa miungu. Neno miungu, mizimu. Mizimu ndio huwa inafuatilia mtu kuteketeza au kuzuia uchumi, ustawi. Sema napiga roho ya mizimu. Mungu anaenda kwa mganga, anatoa 5,000. Ile 5,000 ametoa mtoto wa kike. 10,000 katoa kijana. Muriye ngako ni manoni kwa wapi? Kwa wapi? 10. 10. Ndio ngera ile aliyeza jamani. Hivi ndio mmemwangalia mama yako zawadi ya mwaka huu? Kila mtu anatengeneza waksi. Hampelekee mama yake. Mama kutamkega. Umesikia? Peleka waksi, mfunge mama, mpelekee lita moja mafuta. Tumbo lake lifurahi. Sawa? Tusema mengine hamna madhabahuni. Hiyo kwa baba yako na ujue ni mali adimu. Nakupenda mimi. Kiko tukaishi. Umeibiwa wewe, tunakutafuta. Maana ukifunika biashara kwa damu ya Yesu, umefunika wateja wasioni. Damu ya Yesu ina nguvu kuliko damu ya mbuzi. Amina. Wewe funika hela yako. Unaweka hata hela hapo, unasema hapa ukienda nafunika hela yako hapo kwa damu ya Yesu. Ukienda unakuta hapa. Kwa sababu akija mbana kwa kipofu haoni. Lakini leo hela yako inaonekana na kidogo sababu gani? Wewe ni mwizi. Utoa kifungu la 10 unakula na mume wako. Nakula. Unazuia mpaka masaa. Na unapokula fungu la 10, nyote inakuwa na giza, haiwaki, hauonekani. Sema Baba. Simama. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka Baba. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Sogea hapa. Baba. Nimekuja ninakutaka.
Nimekuja ninakutaka Baba, nimekuja ninakutaka, nimekuja ninakutaka, nimekuja ninakutaka, nimekuja ninakutaka. Weka mkono juu. Nimekuja ninakutaka. Nyeroni. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Oh, moyo wangu ninaleta kwako. Moyo wangu ninaleta kwako. Moyo wangu ninaleta kwako. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Nimetoka mbali na wewe. Nimetoka mbali na wewe Baba. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Nimeleta huduma yangu kwako Baba. Nimeleta na ndoa yangu Baba. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Yes, yes. Naona nguvu ya Mungu. Naona nguvu ya Mungu. Nimekuja ninakutaka. Nimekuja ninakutaka. Moyo wangu umeumizwa Bwana. Moyo wangu umeumizwa Baba. Nimekuja ninakutaka.